Mpenzi subscriber, karibu tena kwa channel hii ya Jeshi la Mtu Mmoja. Natumai mahali popote ulipo uko mzima, uko fresh. Mimi niko salama, alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa kusubscribe, asante sana kwa kuwa watulivu, asante sana kwa kunivumilia, na hii ndio hali ya dunia. Nashukuru sana. Mpenzi subscriber, kulitokea mlipuko mkubwa sana katika mji wa Beit Shemesh kule Israeli. Mlipuko huo ulisikika kwa umbali sana na ulikuwa mlipuko mkubwa. Moshi ilitanda angani na moto mkubwa ulikuwa umetanda angani, ulionekana kwa mbali sana. Wananchi na raia ambao kwamba wanaishi katika eneo karibu na sehemu hiyo wamesema wamesikia ni kama mtetemeko na mtingizo mkubwa zaidi. Kulionekana ambulansi na wanaotoa huduma ya dharura wakielekea upande huo, lakini habari ambazo zimekuwa zikitokea zisema kulikuwa na kuzuiwa kwa wahudumu wa wale ambao kwamba kutoa usaidizi wa dharura kufika katika eneo hilo, kwa sababu eneo hilo ni sehemu ya ulinzi, sehemu ambao kwamba viwanda ambao kwamba vinahusika na kutengeza silaha mbalimbali katika eneo, katika mji ama katika nchi ya Israeli. Sehemu hiyo ni sehemu nyeti zaidi ambayo ina ulinzi wa hali ya juu. Habari zaidi inasema ya kwamba wasemaji wa jeshi na usalama katika nchi ya Israeli wanasema kwamba hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida. Manake jambo kama hilo ni kuhakikisha kwamba nchi hiyo iko thabiti kwa hali lolote lile la kukitokea, yani katika hali masuala ya kiusalama. Lakini wana habari na wadadisi kuhusiana na mambo ya ulinzi wanasema kwamba hakukuwepo na ile tahadhari, yani jeshi ama serikali kuwatahadharisha ama kuwaeleza raia jambo fulani na fulani litatokea. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, msishtuke, hii ni jambo la kawaida, hii ni majaribio ya kitu fulani ambapo kwamba itafanywa. Kwa hivyo ilitokea tu ghafla, mlipuko ulisikika, mtetemeko ulisikika, na jambo ambalo kwamba imefanya wananchi wa eneo hilo kushuku ya kwamba kuna kitu fulani kimetendeka ghafla pasina kuwa na tahadhari na habari yote kuhusiana na hiyo. Hata hivyo, serikali ya Israeli ikiongozwa na jeshi la nchi hiyo hawajakubali ama hawajatoa tamko lolote ni nini haswa kilichotokea katika eneo hiyo ya Beit Shemesh. Haya yanajiri kukiwa na wasiwasi imetanda yenda vita ya mara ya 3 dhidi ya Iran ikaanza wakati wowote. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba kama hakutakuwa na makubaliano kati ya Marekani na Iran, basi vita vinaweza kuanza wakati wowote. Kwa hivyo ameionya Iran akisema kwamba muda unaendelea kuyoyoma na wasipokuja katika kukubaliana
katika masala ambayo kwamba yanahusu amani katika eneo hilo, basi Marekani haina budi na Israel kuishambulia Iran na kuitokomeza ama na kuisambaratisha miundo msingi kabisa. Iran kwa upande wake wamesema ni sharti Marekani iondoe vikwazo vya kiuchumi, ni sharti Marekani ikubali matakwa ya Iran kuhusiana na bahari ya Hormuz. Ni mahali ni lazima Marekani ikubali kufanya nini, kuhakikisha kwamba hawataipiga Iran siku nyingine ama wakati mwingine wote. Iran vile vile imesema ni masharti yake pia kuhusiana na kusimamishwa mashambulizi ambayo kwamba yanaendelea kule Lebanon, kule Lebanon. Kwa hivyo na masharti mengine ambayo kwamba Iran imesema lazima ifanye nini, lazima Marekani ikubaliane na hiyo, la sivyo. Na jambo nyingine tena ambayo kwamba nimesahau ni lazima Marekani na nchi za magharibi iwasilishe mali ambayo kwamba walikuwa wameifanya nini, wameizuia hela na mali ya Iran ambayo kwamba wameizuia, ya mabilioni ya madola wameizuilia katika mabenki na katika sehemu mbalimbali duniani, ndio kutakwako na amani, la sivyo hakutakuwepo na amani. Na iendapo Marekani na Israeli wataishambulia Iran wamesema wako wakati wowote wako tayari, na wakati watakapoanza basi wana nguvu na uwezo ya kuipiga Israel na masilahi ya Marekani pamoja na nchi za Kiarabu zile ambazo kwamba zinaunga Marekani na Israeli mkono. Aidha, Iran imetangaza ikisema pia ya kwamba hawajatumia silaha zake zote, wametumia chache. Hii habari imeungwa mkono na gazeti ya New York Times na Wall Street Journal na wadadisi wa masuala ya kijeshi wa Marekani na nchi za magharibi. Wamesema Iran silaha yake ilimetumia silaha katika vita vya kwanza na za pili kati ya Iran na Marekani na Israeli. Ya kwanza na ya pili wametumia idadi ya 25% pekee. Idadi ya silaha 25%. Kwa hivyo basi Iran ina silaha zaidi ya 75%, ikiwa bado Iran inathibiti. Kwa hivyo na wamesema kwamba Iran bado ina uwezo na ina silaha ambayo ya masafa marefu. Kwa hivyo Iran kwa upande wake wamesema nchi hiyo ina upaumbele katika masuala ya vita katika eneo hilo. Kwa hivyo wamesema wako na uwezo wao au ndo wako na kipaumbele. Kwa hivyo mambo vile inavyoelekea, mpenzi msikizaji na mtazamaji wa channel hii, Iran imeingia katika orodha ya nchi kubwa na uwezo duniani. Nchi ya Uchina, nchi ya Urusi, nchi ya Marekani
na nchi ya Iran. Kwa hivyo Iran imechukua nafasi katika nchi ambayo kwamba ina uwezo, yani super power. Super power inamaanisha ni nchi ambayo kwamba ina uwezo ya kivita, uwezo ya mali na uwezo ya teknolojia. Kwa hivyo ukiona teknolojia hii ni mambo ya madrones, mambo ya makombora. Kwa hivyo Iran ina uwezo kipaumbele. Kwa hivyo Iran imeingia ama imeungana katika orodha za nchi ambao kwamba imefanya nini? Ina uwezo mkubwa wa kijeshi duniani. Kama vile nilivyowaambia, nchi ambao kwamba ziko super power ni Marekani, Urusi, Uchina, na sasa Iran imeingia huko. Sasa ziko nchi 4 duniani. Mpenzi subscriber, mpaka sasa Iran licha ya kupigwa, licha ya baadhi ya vifaa vyake kusambaratishwa, licha ya viongozi wake kuuawa, Iran imeweza kustahimili na imesimama kidete na inaendelea kujihami. Mpenzi subscriber, nchi ya milki za Kiarabu imetangaza kwamba kiwanja chake cha nuklia ya kiusalama ya kiraia. Unajua kuna nuklia ya kivita na nuklia ya kiraia. Nuklia ya kiraia ni nuklia, mtambo wa kutengeza ya nuklia ya kiraia ni mtambo ya kutengeza na kusafisha madini, ama inasafisha uwezo wa ya kuweka umeme ambayo inatumika kwa maviwanda, umeme ya kuweka kwa manyumba. Kwa hivyo Iran kule inaitwaje kule, Umoja wa Milki za Kiarabu wametangaza ya kwamba mtambo wake imepigwa na madroni na hawajasema ikiwa ni Iran ndio imeipiga ama ni wapi ndio imeipiga. Na vile vile Qatar imetangaza ya kwamba kulionekana madrone katika eneo lake, anga yake. Saudia vile vile imetangaza hivyo. Bahrain vile vile wako katika hali ya tahadhari ya hali ya juu. Kwa upande mwingine, Iraq kumenuka. Iraq vile vile kumenuka upande ule. Imesemekana kuna mashambulizi ambayo kwamba yanafanywa na wanamgambo dhidi za kambi za Marekani. Kwa hiyo mpenzi subscriber, hayo yakijiri, wale wanamgambo wa Hezbollah wameendeleza uvamizi na mapigano dhidi ya jeshi ya Israeli ambao kwamba wameivamia nchi hiyo. Kwa hivi sasa ni karibu zile vifaru zaidi ya 100 na vifaru vya Markaba tank, inaitwa Markaba tank, ni kubwa kabisa na iko na Israeli kama kawaida ilitengeza hiyo vifaru, wamedesign kwa njia ile ambayo kwamba hakuna kitu itaipenya ili kumpiga yule aliyeko ndani, wale ambao kwamba wana operate hizo tank. Lakini hao Hezbollah wametengeza drones, wametengeza makombora ambayo kwamba inapenya na inalipua hizo inafanya hizo tank ama hizo vifaru. Jeshi la Israeli ilidhania wakiingia huko, wakivamia huko Lebanon, wataingia tu kutoka
kwa boda yao mpaka kule karibu na Litani ile, ama inaitwaje mto wa Litani. Litani ni mto ambao kwamba inaigawa Lebanon vipande viwili. Sasa kwa hiyo Israeli walisema wanataka kuiteka eneo hiyo ya Lebanon ili iwe ni eneo ya kiusalama ama ya kiulinzi ndani ya Lebanon. Hiyo ni kama zaidi ya kilomita 10. Lakini kufikia sasa Israeli wamepata pingamizi mkubwa kutokana na jeshi ama wanamgambo wa Hezbollah. Hapo mbeleni Israeli ilikuwa iko kipaumbele kwa sababu Hezbollah haikuwa na ile uwezo wowote wa kunini yao, walikuwa kitumia tu makombora wanapiga, lakini sasa wametumia njia ya drone. Na drone ambao kwamba wanatumia drone ambao kwamba inajiendesha yenyewe. Kuna mtu anakaa sehemu anayoperate kwa mbali. Ni tofauti na hizo madrone ambao kwamba inatumia cyber, inatumia electronic ama inatumia GPRS. Kwa hivyo kuna ukuta mtu amekaa ndani ya nyumba sehemu mbali, ametuma drone na control hapa kwa kitu, na inaenda na hiyo drone imebeba bonge la Philippines. Sasa hauwezi ukafanya jamming, hauwezi ukisambaratisha ile inaitwa kwa Kiingereza inaitwa jamming. Kwa hivyo ni hatari sana. Inakuja ghafla na inapiga vibaya na inaingia. Hata anaweza kuoperate yule ambaye kwamba anaoperate hiyo drone. Anaweza kuwa amejificha ndani ya sehemu fulani, ameituma, lakini anaiona vile inavyoenda kule nje. Anaiona kwa kamera. Kwa hivyo mpenzi subscriber, hayo ndio mambo ambayo kwamba yanaendelea. Kuna watu wanapita. Hivyo ndio mambo ambayo kwamba yanaendelea. Kwa hivyo hizo drone zimekuwa zikiingia, zikipiga Markava tank, zikipiga yale Humvees, zikipiga makatapila zile za kuvunja manyumba. Kwa hivyo imewatatiza sana hawa wanajeshi wa Israeli, kwa sababu hawa Hezbollah wanawaona kwa kamera. Unajua ukiwa kwa CCTV unaangalia kwa CCTV wale, hiyo inaitwaje, hizo drone vile walivyotengeza drone imebeba bomu na vile iko na kamera ya video. Hiyo kamera imekuwa connected, imeunganishwa kwa inaangaliwa upande ule mwingine yule ambaye kwamba anaoperate. Kwa hivyo anaielekeza sehemu ambayo kwamba haitakavyo yeye. Anaweza kachagua akapiga hii, akaruka hii, akaenda akapiga kitu kingine. Kwa hivyo anaona hiyo sehemu yote, anaona jeshi la Israeli, anaweza kusema niwache wanajeshi nipige vifaru, wacha niingie ndani, nipitie dirishani nipige mtu jikoni kule amejificha wanajeshi. Sasa na unajua wanajeshi wa Israeli wakishavunja wamekuwa wamevunja manyumba kama vile walivyofanya Gaza. Wanavunja majumba, miundo msingi, alafu wanawacha nyumba 2 ama ghorofa 2 3 ambapo kwamba wanajificha kule. Sasa hiyo inakuwa kama ni command center. Sasa kule nje wakishavunja hakuna mahali pa kujifichia ama kufanya. Sasa utakuta hizo mavifaru zimewekwa tu, hata unaweza kuziona. Sasa wale Hezbollah wanaona hizo vifaru, wanaona hizo magari ya jeshi, wanaona mahelikopta, wanaona nini. Sasa wao ndio Hezbollah wanachagua, wako na ile uhuru wa kuchagua ni yapi tutapiga saa hizi, ni wapi tutapiga na hii, ni wapi tutapiga na hii. Mwatatiza sana hao wanajeshi wa Israeli. Kwa hivyo kumekuwa na uharibifu na hasara kubwa
kwa kupigwa. Wanajeshi wa Israeli wamepigwa na madrone ajabu. Jambo nyingine, wanajeshi wa Israeli wanatathmini vile wanaweza kujizuia kutokana na hilo madrone. Picha za video ambao kwamba zimesambaa katika mitandao ya kijamii inaonyesha wanajeshi wa Israeli wanapoona drone inakuja, wanatoka kabisa, wanatoka mbio, wanatoka katika hiyo sehemu mbio, wanatoka ndani ya matank, ndani ya mavifaru, wanakimbia. Saizi jeshi la Israeli wanafikiria kufunika hizo matank na net ambayo kwamba inazuia madrone, kwa sababu drone imekuwa ni kizungumkuti, imekuwa ni balaa. Kwa hivyo vile jeshi ya Israeli walikuwa wakifikiria wataingia na itakuwa ni kazi tu ya haraka ya siku 2-3, tayari wamefika Litani River na wamechukumba hiyo sehemu na wamewapiga wale Mahizbullah, bado hata wajatimiza robo. Sasa ile kitu ambacho kwamba wanafanya, wanapeleka ndege kwa upande wa juu kabisa, ndege ya kijeshi, na inarusha mabomu na inapiga manyumba. Hiyo tu ndo anafanya. Lakini sasa ile operation ya ardhini wanaogopa, manake pindi wanapoenda na mavifaru wanaonwa kule na madroni inawapiga. Kwa hiyo Iran imesema kwamba ili kuwepo na amani lazima Israeli na Marekani isitishe kuvamia na kuwapiga wale Mahizbullah, ama kuvamia wapi? Lebanon. Na wakubwa wa kijeshi wa IRGC wanasema kufikia sasa Hizbullah inafanya vizuri sana katika kujitetea katika ulinzi wake. Mpenzi subscriber, hii tu kwa ufupi nimekusanyia msanyiko maalum ya kile ambacho kwamba inaendelea katika Mashariki ya Kati. Mwisho kama nikigusia tu kinachoendelea Kenya, ni kuna maandamano ambayo kwamba yanafanyika Kenya na mgomo unafanyika Kenya ambao kwamba ulianza jana tarehe 18, na maandamano haya na mgomo huu ulikuwa Kenya nzima. Umetokea balaa kufikia sasa watu kadhaa wameuawa, wamepigwa risasi na polisi. Watu wametoka njiani, wameenda mabarabarani, magari hayaendi, maduka yamefungwa, shughuli zimesimama Kenya nzima. Watu kadhaa wameshikwa, maelfu za watu wameshikwa, wametiwa mbaroni. Watu kadhaa wameuawa, wamepigwa risasi, wengine wamepata majeraha, na mali kadhaa yamechomwa na kuteketezwa, na zingine zimeporwa. Na leo ni siku ya pili ya mgomo na maandamano, hiyo mambo yanaendelea kupamba moto. Mimi nitaendelea kuwaletea habari kemkem. Haya yakijiri nchi ya Liberia, maandamano yamepamba kule nchi ya Liberia, kule inaitwa West Africa. Pia nao huko kumenuka kabisa, kumekuwa na mbio ya hapa na pale. Mpenzi sasa, niliwaambia kwamba hivi vita vya Guba, hivi vita vya kati ya Iran upande mmoja na Marekani na Israeli itasababisha, itakuwa na athari katika Afrika. Niliwaambia nikizungumza katika video, tembelea video zangu utapata hiyo habari kule katika video yangu. Na sasa kulikuwa na vita ya kwanza, vita vya pili ndio hiyo viliisha. Sasa vita vya tatu ndio hii sasa vinaenda kuanza. Mambo yatakuwaje vipi? Na ukumbuke ya kwamba nchi mingi za Kiarabu ambazo kwamba zilikuwa zinategemea utalii
utalii kama nchi ya Dubai, Bahrain, Qatar na nchi zingine. Saizi biashara imesambaratika. Kumbuka meli kuingia na kutoka katika hiyo bahari ya Hormuz imetatizika sana, kwa sababu Iran imeithibiti eneo hiyo, mfereji huo, na ukitaka kupita lazima upate ruhusa kutoka wapi? Kutoka kwa Iran, na ulipe ada. Hayo yakijiri, Iran vile vile imesema zile miaya yani ya cyber optic, zile za kupatia kunini internet ya kufanya nini, ambazo zinapita chini ya bahari, Iran imetangaza jana ya kwamba hizo miaya, wale ambao kwamba wamepitiza lazima walipie ada ambayo imepita kwa bahari ya Hormuz. Kwa hivyo hiyo itaathiri internet na nini na vitu kama hizo, kwa sababu Iran imesema hizo miaya zimepita katika eneo ardhi yake. Kwa hivyo Iran inaendelea na mikakati ya kujipanga na kudhibiti sehemu mbalimbali ama katika rasilimali ambayo kwamba wako nayo. Kama mpenzi subscriber, mimi ni The One Man Army TV, tuko hapa tu. Subscribe na ubwage comment yako. Asanteni. Hiyo ndi kwa mukhtasara ama kwa jambo amba kwamba mkusanyiko ya habari amba kwamba nimesema wacha niwaletee. Tukutane katika video nyingine. Asanteni.